Karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji na mwanafamilia wa Trust and Obey Media. Tunakushukuru sana kwa sababu umefanya kuwa mwaminifu katika safari ya siku 40 na umekubali kuandamana nasi katika programu nzuri ya maombi. Mungu aendelee kukubariki na kukujalia neema na kukupatia yaliyo haja ya moyo wako. Ninakujia na fundisho nzuri katika siku ya leo, fundisho ambalo lina mguso wa pekee. Na katika muda huu tunaenda kudadavua fundisho linalozungumzia neno mkate. Neno mkate wangu. Kwa kweli tunapoendelea na mafundisho haya tunaenda kutazama nguvu ya neno katika riziki ya maisha. Ndugu yangu, kwa kweli tunaenda kuanzia fundisho letu katika kitabu cha Mathayo, sura yake ni ya 4, shairi la 4. Nasema, Yesu akasema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali ataweza kuishi kufuatana na neno linalotoka katika kinywa cha Bwana Mungu. Maneno haya yalizungumziwa katika jangwa wakati Yesu alikuwa akifanya siku 40 ya maombi, na kunaonekana ya kwamba kulikuja jaribu ambalo lilitokea katika vyakula, na hapo ndipo Yesu akazungumzia kauli hizi anapomwambia shetani ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Mambo haya yanaonekana hata leo katika tabia ambazo tunaendelea kuwa nazo. Mniruhusu tuweze kuanza kuhusu mambo fulani ambayo yanapitika katika maisha yetu. Kuna watu wengi ambao leo wameishi katika njaa kiasi kwamba wamesahau na kujinyenyekeza mbele za Mungu, sababu wanataka kuridhisha mambo ya kimwili. Lakini leo tunaenda kujifunza jambo muhimu sana, nguvu ya neno katika riziki ya maisha. Ukiingia katika kitabu cha Yohana utapata historia ya mwanamke mmoja aliyeenda kwenye kisima, na yule mwanamke alienda kwenye kisima anapokuwa na haja ya kuteka maji, lakini alipofika hapo akamkutana Yesu. Ilikuwa kwa saa 6 mchana, na wakati huo watu katika nchi ya Samaria hawakuwa na tabia ya kwenda kisimani. Lakini yule mwanamke alikuwa anapitia giza la maisha kwa sababu alikuwa anajulikana vibaya katika jamii yake, walikuwa wamemdharau na alionekana kwamba ana tabia mbaya ya ukahaba. Akachagua kwenda kisimani wakati watu hawatakuwa kisimani, ili asiweze kukutana na wale wanaoweza kumtukana. Ni mtu ambaye alikuwa amekata tumaini katika maisha yake. Alipofika hapo kisimani, tupime kufikiria, jambo lililompeleka kisimani ni kutafuta apate maji ili nyumbani mwake muwe riziki na aweze kutuliza kiu inayomsumbua. Alipofika kisimani pahali aweze kuteka maji, akakutana na Yesu, na Yesu akamwambia ampe maji ya kunywa. Jambo ambalo linanishangaza katika fundisho hili ni maneno ambayo Yesu aliyasema baada ya kusikiliza majibu ya yule mwanamke. Yule mwanamke akamwambia Yesu akasema, nitakupatia maji namna gani ijapokuwa kuna uadui kati yetu sisi wa Samaria pamoja na Wayahudi? Unataka nikupe maji namna gani? Yesu akamwambia, anasema, ikiwa ungelijua yule ambaye unazungumza pamoja naye, ni yeye ndiye ungeweza kumuomba maji. Na ninajiuliza swali, ninasema, Yesu yeye ambaye alikuwa na haja ya maji, tena namwambia mwanamke kwamba ni yeye ndiye wangemuomba maji, kwa nini asingelikunywa maji ambayo anakuwa nayo? Sasa katika fundisho hili tunaona majadili kati ya Yesu pamoja na yule mwanamke. Wakati mwanamke wanapojadiliana na Yesu, hatua kwa hatua kiu ya mwanamke ikaisha sababu ya maneno ya faraja ya Yesu. Jambo kubwa katika fundisho hili ni kwamba Yesu alimpatia mwanamke nafasi ambayo inaheshimika, ijapokuwa watu wengine walikuwa wamemdharau yule mwanamke. Mwanamke alijisikia vizuri anapokuwa karibu na Yesu. Hata kama mwanamke alienda kutafuta chakula cha mwili ili aridhishe kiu aliyokuwa nayo, maneno ya Yesu yaliacha mwanamke aweze kusahau mambo ya maji na kaingia katika hatua lingine. Mambo ambayo Yesu anazungumzia katika fundisho hili walipokuwa pamoja na shetani, anasema ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Inamaanisha ya kwamba neno la Mungu lina uwezo ya kutupatia riziki ya maisha. Unaponyenyekea miguuni pa Mungu na kusikiliza yale ambayo atayasema, maneno yake inaweza kuwa mkate wako wa kila siku. Kwa kweli ndugu yangu mtazamaji na mwanafamilia mwaminifu,
wewe ambaye umechagua kuungana nasi katika mafundisho ya siku 40, na kualika unyenyekee miguuni pa Yesu, ili Yesu aweze kukufunulia ni nini ambayo yanahitajika katika maisha yako. Na jambo lingine, hata kama utahangaika sababu ya vitu vya dunia, wakati utakapojinyenyekeza miguuni pa Yesu, Yesu akatakutolea yale ambayo yanastahili, ili uweze kuishi maisha isiyokuwa ndani chuki, maisha isiyokuwa ndani kadharau, maisha isiyokuwa ndani kujiogopa, maisha ya amani. Na kushukuru kwa sababu umeungana nasi na kuandamana nasi katika fundisho hili, na kuombea baraka za Bwana. Mungu awe pamoja nawe na akuongoze katika hatua zako zote za maisha, ili riziki za dunia zisikuchukulie nafasi, lakini neno la Bwana litawale moyo wako. Mungu akubariki katika jina la Yesu.